Tuendelee kufanya dhambi ili tuendelee kubarikiwa? Hapana. Sisi tuliyeifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Ndio question mark ambayo ipo. Inawezekanaje mtu ameokoka na bado akatenda dhambi tena? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Bado tunarudi kwenye eneo la kubatizwa katika Kristo Yesu. Inaonyesha wazi kwamba kuna kubatizwa katika Kristo Yesu, alafu kuna kubatizwa katika hali ya ubinadamu. Biblia inatuambia amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu katika ubatizo ambao Yesu alibatizwa. Yaani ndio maana yake halisi. Na ukisoma habari zaidi katika swala la ubatizo huu, soma katika kitabu cha Marko pale sura ya 10 mstari wa 38. Hebu soma hapo na wa 39. Ndio. Yesu akawaambia, wale jamaa walienda kuomba, mmoja akae mkono wa kushoto, mwingine mkono wa kulia katika ufalme wake. Waweza kunywea kikombe? Akawauliza, mnaweza kunywea kikombe ninywesho mimi? Au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au wa kushoto wa mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Asante. Yesu anasema habari ya kikombe chake ambacho atakinywea, wanafunzi watakinywea pia. Ubatizo aliobatizwa Yesu na wanafunzi nao watafanya nini? Swali langu kwenu, ninyi ni wanafunzi au sio wanafunzi? Ninyi ni wanafunzi wa Yesu au sio wanafunzi wa Yesu? Mwanafunzi yeyote wa Yesu anatakiwa kubatizwa ubatizo aliobatizwa Yesu. I need to know who was the disciples of Jesus. Nani ni mwanafunzi wa Yesu? Kama umefanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu, hakikisha kubatizwa ubatizo aliobatizwa Yesu. Sio kwenye makaro. Sio kwenye makaro. Na usirahisishe ubatizo wa kwenye makaro kwamba ni ubatizo halali. No. Mnaocheka na watoto nitawatoa nje. Dr. Tebeti. Amen. Kwa hiyo ubatizo ulionao, angalia ulibatizwa ubatizo gani. Usije ukasema nilibatizwa katika maji mengi. Maji ya kwenye kalo sio mengi. Nikiingia shawamu mara moja nimeshayachafua. Wengine wanaofuata wote watakuwa wanaogelea uchafu wangu na uchafu wa kwao tena. Kamwe hatuwezi kubatiza watu kwenye makaro. Never. Amen. Ni uchafu uliokithiri. Tendo la kubatiza watu kwenye karo ni uchafu uliokithiri. Katika hiki kitabu cha Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa babu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Asante. Dr. Tebeti. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu wanaweza wakawahukumu ninyi kwa sababu ya sikukuu zao, kwamba mnakuwa hamfanyi sikukuu zao, lakini Baba ana makusudi. Amina. Anasema mkazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu
za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa hiyo tendo hili linaonyesha kwamba sisi tunapokuwa tumebatizwa, kila kitu cha zamani kinabatilishwa. Kila kitu ambacho kilikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu kinabatilishwa. Shalom, shalom. Ukisoma Waefeso 4 mstari wa 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja. Lakini utashangaa kuna watu wanasema ubatizo wa maji mengi, mara maji machache, mara sijui vipi, kama hivi kuna ubatizo kwenye makaro. Hapana, ubatizo ni mmoja, Bwana ni mmoja na imani ni moja. Ukisoma Wagalatia 3:27 pale, Galatia 3:27 ndio inasema, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo. Kuna watu wanabatizwa nje na Kristo. Sasa hapa anasema mliobatizwa katika Kristo. Katika Kristo. Tunaenda katika Biblia kuangalia Kristo alibatizwaje. Je, Yesu mwenyewe alibatizwaje? Kama anasema ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo, lazima tuangalie habari ya Kristo alibatizwaje. Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 3 mstari ule wa 13. Ndio. Wakati huu Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waje kwangu? Ndio. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akamkubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Na tazama, mbingu zikamfungukia. Ndio. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama mvua akija juu yake. Ndio. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Yesu baada ya kuwa amebatizwa, wakati anatoka kwenye maji, sio alikuwa kwenye kibakuri, wakati anatoka kwenye maji, tunaona cha kwanza anamwona Roho wa Mungu. That is the Holy Spirit. Amina. Amen. Kama ni Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa njia ya hua, amekuja kama hua, akaja akatua kwake. Sauti ikatoka kutoka mbinguni, inakuja inamtambulisha. Baada ya ubatizo baada ya ubatizo kinachofuata ni kuvuviwa na Roho Mtakatifu. Amen. Baada ya kuvuviwa na Roho Mtakatifu ndipo utakapotambulishwa katikati ya watu. Kuna vitu ambavyo vinatakiwa viwepo kwako, lakini haviwezi vikaonekana nje na ubatizo huu. Ubatizo huu kwanza, halafu baadaye Roho Mtakatifu anakuja, na baada ya hapo Roho Mtakatifu ndiye atakaye kutambulisha kwa watu kwamba wewe ni nani. Hautapata kazi ya kujitambulisha. Amen. Haleluya. Katika kitabu hiki
cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 13. Kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Unaona, kuna vitu ambavyo unapaswa kuvielewa. Hapa inatueleza kwamba wote, haijalishi wewe ni Mmasai, lakini kama umebatizwa unampokea roho mmoja tu. Haijalishi wewe ni Mnyakyusa, Msambaa, nani, ukishabatizwa kinachofuata ni kumpokea roho wa Mungu. Amen. Amen. Katika hiki kitabu tena Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza mstari ule wa 15 hadi ule wa 17. Mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Tena naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefano, zaidi ya hao sijui kama nalimbatiza mtu yeyote mwingine. Amen. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatiza. Amen. Dr. Timothy. Dr. Timothy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Soma pia Warumi 6. Hii ndio ina tafsiri nzima